Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Wananchi, kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 68 kidogo cha kwanza na cha tatu na 71 kidogo cha pili vya sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, vikisomwa pamoja na kanuni ya 38 ya kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025, kesho Jumanne tarehe 30 Disemba 2025 kutakuwa na uchaguzi wa ubunge katika jimbo la Siha lilopo halmashauri ya wilaya ya Siha, mkoa wa Kilimanjaro, Tanzania bara, na jimbo la Fuoni lilopo wilaya ya Magharibi B, mkoa wa Mjini Magharibi, Tanzania Zanzibar. Uchaguzi mdogo huo utahusisha pia kata 5 za Tanzania bara. Kata hizo ni Chamwino iliyopo katika halmashauri ya manispaa ya Morogoro, mkoa wa Morogoro, Mbagala Kuu iliyopo halmashauri ya manispaa ya Temeke, mkoa wa Dar es Salaam, na Nyakasungwa iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Buchosa, mkoa wa Mwanza. Nyingine ni kata ya Masoko iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya, mkoa wa Mbeya, na kata ya Ndono iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Uyui, mkoa wa Tabora. Ndugu wananchi, katika uchaguzi huu jumla ya wagombea 33 kutoka katika vyama vya siasa 17 wanawania nafasi wazi za ubunge na udiwani katika maeneo niliyoyataja. Kati ya wagombea 33, wagombea 21 sawa na 63.64% ni wanaume na wagombea 12 sawa na 36.36% ni wanawake. Kwa namna pekee, tume inavipongeza vyama vilivyoshiriki na wagombea waliojitokeza kushiriki. Aidha, jumla wapiga kura 218,024 walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura watashiriki katika uchaguzi huo, na jumla ya vituo 556 vya kupigia kura vitatumika. Ndugu wananchi, natumia fursa hii kuvikumbusha vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi kesho tarehe 30 Disemba 2025 kuzingatia wajibu wao wa kuweka mawakala katika vituo vyote vya zoezi la kupiga kura, kuhesabu na kujumlisha kura. Wasimamizi wa uchaguzi katika majimbo na kata husika wamekamilisha taratibu zinazoweka mazingira yanayowezesha mawakala wa vyama vya siasa kufuatilia mchakato mzima wa uchaguzi. Mawakala hao wanawajibika katika kulinda maslahi ya vyama vyao na wagombea wao. Hivyo wanapaswa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu za uchaguzi na maelekezo ya tume katika utekelezaji wa majukumu yao vituoni. Ndugu wananchi, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inavikumbusha vyama vya siasa, wagombea, mawakala, wapiga kura na wananchi wote kwa ujumla kuzingatia mambo yafuatayo. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, wapiga kura watakaoruhusiwa kupiga kura ni wale walioandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC au Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni
atatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao vituoni. Na 4, watu wenye mahitaji maalum wataruhusiwa kwenda kituoni na wasaidizi wao. 5, vituo vitafunguliwa saa 1 kamili asubuhi na kufungwa saa 10 jioni. Ifikapo muda huo wa kufunga kituo saa 10 kamili jioni, kama wapiga kura bado wapo kwenye mstari, mlinzi wa kituo atasimama nyuma ya mtu wa mwisho na zoezi la upigaji kura litaendelea hadi wapiga kura walio kwenye mstari watakapomalizika. Mpiga kura atakayefika zaidi ya muda wa kufunga kituo hataruhusiwa kupiga kura. Baada ya kumaliza kupiga kura, mpiga kura anatakiwa kuondoka eneo la kituo cha kupigia kura. Na 7, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na karani mwongozaji wapiga kura. Ndugu wananchi, kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 4, 19 kidogo cha 3, 14 kidogo cha 2, 84 kidogo cha 3A na B na 164 vya sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, vikisomwa pamoja na kifungu cha 26 cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, sheria namba 2 ya mwaka 2024, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilitoa maelekezo ya kisera katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa wapiga kura kama ifuatavyo. Mosi, kwa mpiga kura asiye na picha katika daftari la kudumu la wapiga kura, lakini ana kadi ya mpiga kura yenye taarifa binafsi zilizomo katika daftari la kudumu la wapiga kura, aruhusiwe kupiga kura. Pili, kwa mpiga kura ambaye ana kadi yenye namba ya mpiga kura inayotofautiana na namba ya mpiga kura iliyomo katika daftari la kudumu la wapiga kura, lakini taarifa nyingine zote ikiwemo picha na majina yaliyomo katika daftari la kudumu la wapiga kura ni sawa kama ilivyo katika kadi ya mpiga kura alionayo, aruhusiwe kupiga kura. Tatu, kwa mpiga kura ambaye ameandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura na taarifa zake zipo katika daftari la kudumu la wapiga kura lililopo katika kituo husika, lakini amepoteza kadi yake au kadi yake imeharibika, aruhusiwe kupiga kura kwa kutumia mojawapo ya vitambulisho vifuatavyo: A, kitambulisho cha taifa yaani NIDA; B, leseni ya udereva au pasi ya kusafiria yaani passport. Lakini kwa sharti kwamba majina yake yaliyopo katika kitambulisho atakachowasilisha mpiga kura ni lazima yafanane na majina yote kama yalivyo katika daftari la kudumu la wapiga kura. Na 4, kwa mpiga kura ambaye ana kadi ya kupigia kura lakini taarifa zake hazipo katika daftari la kudumu la wapiga kura, asiruhusiwe kupiga kura. Na wakumbusha nyote kuzingatia maelekezo haya ya kisera yaliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu wananchi, mwisho, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inatoa rai kwa wapiga kura kwenye maeneo yenye uchaguzi kujitokeza kwa wingi kwenye vituo vya kupigia kura hapo kesho ili kuwachagua viongozi wanaowataka. Kura yako, haki yako, jitokeze kupiga kura. Nimetoa maelezo haya leo tarehe 29 Disemba 2025
hapa mjini Zanzibar, Tanzania Zanzibar. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.